Karibuni katika tafakuri ya kuaga mwaka, na ujumbe unasema tukutane salama kule ng'ambo tukiwa wapya. Sasa je, tutavuka na mizigo yetu au tutaiacha ng'ambo? Je, unavuka bahari gani katika maisha yako ili Yesu afanye kazi nawe maishani mwako? Shamra za mwaka mpya ndio hizo zinaanza kukaribia. Watu wanajiandaa kuvuka kutoka mwaka mmoja kwenda mwaka mwingine. Hivi unatambua kuvuka mwaka ni sawa na safari ya kifo? Tunapouvuka mwaka, maana yake hatuwezi kurudi nyuma kamwe. Vilevile, mtu anapofariki hawezi kurudi tena katika ulimwengu huu wa sasa. Kuvuka mwaka maana yake ni kuacha ya mwaka unaoisha na kuanza ya mwaka unaoanza. Safari yetu kiroho nayo inahitaji kuvuka. Tunahitaji kuvuka kutoka katika maisha ya kutawaliwa na dhambi na mauti na kuingia katika maisha ya kuitawala dhambi. Je, hilo litawezekana? Tujiulize katika maandalizi haya ya kuvuka. Je, dhambi yangu iliyo mbele yangu ni ipi? Je, ni matendo gani ya giza yanayoendana na dhambi yangu ninayoyaacha nyuma, na ni yepi mema ninayoingia nayo mwaka mpya? Je, tunavuka na mizigo yetu au tunaiacha ng'ambo? Katika kipindi kama hiki, watu wanaweka malengo mengi ya binafsi kwamba nikivuka mwaka nitafanya hivi na hivi. Mengi ya hayo yanaishia kwenye historia. Baada ya kuvuka, maisha yanakuwa ni yale yale mpaka mwisho wa mwaka, ambapo tunaendelea kuweka tena malengo vile. Lakini itapendeza ikiwa kuvuka kwetu kiimani hakufanani na malengo haya yasiyo na tija. Ijapokuwa kuvuka kiimani ni jambo linalopaswa kufanyika kila wakati, lakini kipindi hiki cha kuingia mwaka mpya, basi itapendeza ikiwa tutaingia na malengo ya kudumu ya kiroho. Abrahamu aliambiwa na Mungu avuke kutoka alikokuwa aende sehemu aliyoandaliwa na Mungu. Alivuka na hakurudi nyuma. Kwa kuvuka kwake alifanyika kuwa baba wa imani wa mataifa yote, na hii tunaisoma katika Mwanzo sura ya 11 mstari wa 31, na pia tunaisoma katika sura ya 12 mstari ule wa 4 mpaka mstari ule wa 6. Kama tulivyoona katika tafakari iliyotangulia, Mungu aliwavusha wana wa Israeli bahari ya Shamu, ambapo kwa kuvuka kimiujiza katikati ya maji, basi wasingeweza kurudi nyuma kamwe. Kwa kuvuka kwao, Mungu aliweza kuweka agano nao. Sasa tujiulize, je, na wewe unavuka bahari gani katika maisha yako ili Yesu afanye kazi pamoja nawe maishani mwako? Tuzingatie jambo hili. Tunapovuka mwaka na kuingia mwaka mpya, tusibaki ng'ambo kiimani. Itapendeza sana kama tutavuka kiimani na kufanyika wapya kiroho. Basi tumwombe Mungu atujalie tukutane salama kule ng'ambo tukiwa wapya kiimani. Hakika itapendeza sana.
Tumsifu Yesu Kristo.